Kwa majina naitwa Krista Njovu Matumaini, ni mkazi wa Namabengo. Ndugu mheshimiwa, mimi nakupigia magoti. Kwa ukweli mimi nina kilio cha kupitia binafsi, kupitia maendeleo. Watu wananyanyasa, wanachukua ardhi ya watu kinguvu. Na huu mwaka wa 7 ama wa 8, na kama saizi nikikwambia mheshimiwa, sina mbolea, nimelima heka moja ya ulezi na nimeshindwa kutia mbolea. Mungu naomba unisaidie. Sio kawaida yangu mimi. Tumeni watu waende wakakague mashamba. Yaani mtu anamiliki kukodisha shamba ya watu wakitumia mabawa. Chukua haya mashamba inatosha. Basi naomba ufuatilie. Na kuna heka za watu wamelima, mwenye shamba. Mungu akubariki baba. Tuokoe. Tuokoe. Mimi nimevumilia, nimechoka, naomba Mungu unibariki, amekuleta duniani tuokoe. Ninachokifahamu, huyu mama na mume wake anaitwa Innocent wana mgogoro wa muda mrefu na mtu mmoja kule na Maimba anaitwa Kaboma au Welmel. Eneo lao wanalalamika yule mtu amelinyang'anya. Kwa muda mrefu amekuwa amesumbuana, lakini yule mtu anayakodisha ile mashamba, hata yeye mwenyewe alimi anayakodisha. Sisi tujaribu kuwashauri, tulishindwa kwa kweli. Naamini wenyeji wanamjua huyo mtu. Wao anaitwa Welmel Kilowoko au jina maarufu anaitwa Kaboma. Huyu mzee kesi ilikuweko, lakini baada ya kesi ilienda baraza la nyumba. Ilipotoka baraza la nyumba, huyu mzee aliamua kwenda kwa mkuu wa wilaya na Mtumbo. Alipata barua huyu ili asaidiwe na kule baada ya kuhamishwa kwenye baraza la kata. Alipopeleka barua yake kule, lakini badala yake sasa mkuu wa wilaya alichokifanya amemrudisha huyu tena kwetu, lakini bado kesi tukamwambia, bwana, sisi sasa tunamtaki nani, kwa sababu tayari mtu mwenyewe ulikwenda kwa mwenzetu mkuu. Sasa sisi tupita wapi, kwa sababu tushaongea kesi yako. Ngoja nikuulize swali. Asante. Wewe kama kama mkuu wa wilaya amekurudishia, maana kisa nikurudishia kwenye mamlaka yako? Ni kwamba nilipomhoji, ni kweli mamlaka yangu, nilipomhoji yeye sasa ukweli. Nikwambie mzee, unaitwa nani? Mimi naitwa Petro Ngojani. Petro Ngojani. Mimi hapa sitaki masiara. Labda tu nikwambie, tunachohitaji sisi ni haki, kwa sababu huyu alipewa haki kwa kupitia baraza la ardhi la kata. Alipewa haki huyu mzee Kilowoko. Sasa wewe ukang'ang'ania ukalima, kitu gani kitu kufanya mpaka ulime hilo shamba la huyu mzee? Sawa. Mheshimiwa, nashukuru sana kwa kuwa afya yangu kidogo inasumbuliwa na BP. Mheshimiwa, hapo nitoka nimelala, wamechukua nimelala. Mheshimiwa, hilo shamba analolisema, mimi sina shamba lake. Shamba nimekata mwenyewe mwaka 1989. Miaka hiyo yote nalima mwenyewe. Wakati babangu yupo hai ndo alinionyesha haya maeneo, ndo alinipa haya maeneo. Baadhi ya sehemu nilibakisha, nilikuwa nalima upande, baadhi ya hapo nikabakisha sehemu. Baadaye nikaamua kumalizia kipande kilichoisha barabarani. Baada ya hapo, toka miaka hiyo nalima shamba hilo hilo. Mheshimiwa, sijawahi kumwona mtu anakuja kulima pale. Mashahidi wananchi wa kule ni mashahidi. Baadaye ikatokea huyu mzee akaja kuvamia heka 2 upande wa juu, na uvamizi huo alimuuzia mtu ile eneo. Baada ya kuvamia kwa juu kwenye kona, nikaamua kufungua mashtaka baraza la ardhi na nyumba wilaya. Kesi imeunguruma miaka karibu 3. Baadaye sasa, nani alipewa haki? Kesi haikwisha kule bado. Wewe umelipataje hilo shamba? Shamba mimi nikabidhiwa na mzee wangu, mzee Method Joseph, mwaka 89. Natoka nikate, nalima mwenyewe. Sijawahi kumwona huyu mzee analima, sijawahi kumwona. Mashahidi wana kijiji wapo, waliokata shamba miaka wapo, na kila kitu wapo, si dokumenti zipo. Nalima mwenyewe miaka yote. Sasa huyu mzee kwa kuwa ana tabia ya kupora mashamba ya watu, naona bana,
Nikamwambia kama una haraka na ile shauri, una haraka na ile kesi, unadai kwamba mimi labda nina hisa na shamba lako. Alishauriwa aende baraza la ardhi na nyumba wilaya hapa kata, akafungue kesi, baadaye aende wilaya. Ndio imeshia hapo. Wewe kesho ndio asubuhi wote pale kwa mkuu wa wilaya asubuhi pamoja na mzee. Sawa sawa, pale tunamweka kuweka wanasheria wetu. Sawa, atasoma nyaraka moja baada ya nyingine, zote ninazo, na baada ya hapo sasa ndio kitakachofuata ndio tutafanya maamuzi. Lakini sawa, nyinyi mna nyaraka ndio nazo mzee, ndio sasa ndio kuchukua mjasoma zote achukua, wala hamna shida. Si kesho asubuhi bebeni zote, si ndio jamani? Kila mmoja bebe nyaraka azilete pale. Tukimaliza hapo tunalimaliza hapo. Sasa tunalimalizaje? Tutakiwa bali huyu mimi mdogo wangu kama mdogo kama mkubwa, huyu ni mporaji wa ardhi. Baki mimi nimepora ardhi zangu, dadangu mimi marehemu ameipora ardhi zangu mimi. huyu ni mporaji, ndiyo mporaji huyo. Hata kiuliza na Mparama yote wanasema huyu ni mporaji bwana. Bwana mzigo, ndugu mbunge, mkorofi mno. Huyu ni mkorofi tena, ukisema hata ukisema sasa hivi na Mparama wanasema kabisa huyu ni mporaji. Unaona bwana, tunachotaka tukaamua kwa haki, tusikurupuke, ili tunapomnyang'anya mtu tunamnyang'anya kwa halali. Sawa na afisa tarafa ndio utawaleta ukakuwa nao pale. Tutaleta wanasheria, nani mtafute wakili yoyote ambaye yuko pale mjini, hata kama ni Songea, aje awasikilize. Sawa, awepo pale kesho saa moja. Tafuta wakili kutoka pale Songea, aje ongea na ofisa mashtaka pale DPS, aje na mtume mje nao, yani wale wote wahusika waje. Sawa jamani, wangapi wanasema na wazee wengine waje? Nyosha mkono juu. Ndio hivyo na mwenyekiti wa kijiji awepo, hao wazee wawepo, huyu mama awepo, na kila mmoja aje na nyaraka zake. Maana kuna wengine zinajifanya watemi, tutakutana